Simulizi ya kiongozi maarufu Wanu Hafidh Ameir katika kisiwa chenye harufu ya karafuu na upepo mwanana wa bahari ya Hindi. Alizaliwa msichana aliyepewa jina la Wanu Hafidh Ameir. Tangu akiwa mdogo, watu wa kijiji cha Unguja Kusini waliona ndani ya macho yake nuru ya kujitambua. Ile nuru ambayo huonekana kwa watoto wachache tu wenye ndoto kubwa kuliko upeo wa macho ya kawaida. Wanu alikuwa akipenda kusoma. Mara nyingi alionekana amekaa chini ya mwembe mkongwe akiwa ameshika kitabu cha sheria mkononi, macho yake yakitafakari kuhusu haki, utu, mustakabali wa wanawake wenzake wakiwa wasichana wa kawaida. Alikuwa na kiu ya kujua dunia inavyofanya kazi. Miaka ilivyokwenda, ndoto zake zikamfikisha katika chuo kikuu cha Open University ambapo alipata shahada ya sheria. Watu walisema Wanu anaweza kuwa lolote analotaka, lakini mioyoni mwao hawakujua, kwa sababu safari yake kubwa haikuwa tu katika vitabu bali pia katika huduma ya watu. Akiwa binti wa kiongozi mkongwe kwenye siasa za Zanzibari, aliingia katika uwanja wa siasa akiwa na umri mdogo. Akaanza kama mwakilishi, baadaye mbunge, lakini katika kila hatua alijenga jina lisilotoka na sababu ya vinasaba vya familia, bali juhudi zake mwenyewe. Wakati huo huo, taifa la Tanzania kulikuwa na kijana mwingine anaitwa Mohamed Mchengerwa. Alikuwa mchapakazi aliyetoka Rufiji. Safari yake haikuwa rahisi, lakini moyo wake ulitumika kwa watu kumfikisha mbali. Alipanda ngazi hatua kwa hatua hadi kuwa waziri, akiheshimiwa kwa sauti yake ya uthubutu na maamuzi ya haraka. Karibu ni kusimulie hadithi ambayo inamhusu simulizi ya Wanu Hafidh mwanzo hadi mwisho. Ungana nami. Tangu akiwa mdogo, Wanu alionyesha haiba ya kipekee. Hakuwa msichana kukaa kimya. Alipenda kusoma, kuuliza maswali magumu na kupinga pale alipohisi haki haitendeki. Mwalimu wake walimpenda kwa ujasiri na utulivu wake, akiweza kusimama mbele ya darasa kueleza mawazo yake kwa kujiamini isiyo ya kawaida kwa umri wake. Alipokuwa akikua, Wanu alianza kutambua kwamba maisha yana majukumu makubwa kuliko kuwa na ndoto pekee. Aliamua kusoma sheria, elimu iliyomfungulia macho kuona jinsi jamii inavyoundwa na jinsi haki zinavyokaliwa na watu wenye uelewa na nguvu. Mwaka uliofuata alijiunga na Open University of Tanzania kusomea shahada ya sheria LLB. Hapa ndiko ndoto zake zilipokomaa. Alijifunza kwamba wanawake wanaweza kuwa nguzo ya mabadiliko, kwamba binti wa kisiwa anaweza kuwa taa ya taifa, kwamba elimu ni silaha ambayo haikati tamaa. Safari yake ya kisiasa ikaanza kwa makelele makubwa, bali kwa hatua ndogo zenye nidhamu. Mwaka 2005, akiwa kijana mdogo mwenye hamasa ya kutumikia, aliingia katika baraza la wawakilishi Zanzibari. Alikuwa hatua ya kwanza kuijengea Tanzania hakika kwamba jina Wanu Hafidh halitakuwa la kupita tu. Alijinyenyekeza kwa watu, akawasikiliza wanawake wa vijijini, akawatembelea watoto wa kimaskini huko mashuleni. Alikutana na wazee, aliwataka maendeleo. Kila alichojifunza akibeba moyoni mwake kama msichana anayochora ramani ya safari ndefu. Miaka ikapita na hatimaye akawa mbunge wa Bunge la Muungano wa Tanzania Special Seats. Hapa ndipo sauti yake ilianza kusikika kwa uzito. Alitetea haki za wanawake, wasichana walioachishwa shule na vijana waliopoteza matumaini. Lakini mbali na siasa, Wanu alitamani zaidi. Alitaka kusaidia jamii moja kwa moja. Hivyo akaanzisha taasisi yake ya Mwanamke Initiative Foundation IMIF. Kupitia taasisi hii aliwafikia walio pembezoni, akakutana na watoto yatima, akawa mgeni wa karibu na familia zisizojiweza, na mara nyingi aliwafariji wanawake ambao walihitaji mtu wa kuambia bado mna nafasi. Lakini maisha sio kazi pekee. Katika moja ya mikutano ya kikazi ambako kiongozi wa nchi walihudhuria, alikutana na kijana jasiri, mchapakazi, mwenye msimamo thabiti, Mohamed Mchengerwa. Siku hiyo haikusaulika. Walizungumza kwa muda mfupi tu juu ya elimu, vijana na ndoto zao za kitaifa. Uhusiano wao ukasimama taratibu. Watu walianza kuona jinsi walivyofanana katika maono ya maisha, kujenga jamii bora, kusimama kwa haki na kuwa kioo kwa vizazi vijavyo. Hatimaye wakafunga ndoa, wakawa nguzo mbili za kifamilia na kisiasa, waliunganishwa na upendo na majukumu.
Miaka ikaja na kupita hadi mwaka 2025 ulipowadia, habari kubwa ilienea nchi nzima. Wanu Hafidh Ameir ameuteuliwa kuwa naibu waziri wa elimu, sayansi na teknolojia. Sauti za pongezi zilijaa mitaani, ingawa kulikuwa na pia na mjadala hisia tofauti kutokana na baadhi ya watu. Lakini Wanu hakusikitika, alisimama mbele ya kamera na kusema, dhamira yangu ni kuhakikisha kila mtoto wa Tanzania bila kujali anatokea wapi anapata elimu yenye ubora. Hii ni kazi na sio zawadi. Kwa maneno hayo, safari yake mpya ikaanza, safari ya kubeba taifa mabegani, lakini moyoni mwake ikabaki kuwa laini kama ule msichana wa kijijini alikuwa akipenda kusoma chini ya mwembe. Hadi leo hiyo ndio inakumbukwa kama historia ya Wanu Hafidh Ameir, ambayo imeweza kuvutia watu wengi, akionyesha kama moja kati ya wanawake ambao wanatazamwa kuwa mimili bora hapa Tanzania. Wanu Hafidh Ameir alizaliwa tarehe 9 Februari mwaka 1982. Eneo alipozaliwa ni Unguja Kusini huko Zanzibar. Na hii ndio simulizi na historia ambayo inamhusu mwanadada na mchapakazi kweli kweli, Wanu Hafidh. Unaweza kuandika maoni yako kupitia channel yetu ya Usiku TV.